Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi ja'ala as-sabra miftahul faraj wa bashiri as-sabirina bi anna lahum ajran hasana wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi anzala alayhi qawluhu ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul sallallahu alayhi wa alayhim wa ala sahabati ajma'in wa sallim tasliman kathiran ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin. Wa qala ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur. Wa qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ar-rizqu wal ajal maktubani ala al-lawhi law sabarna lakana ar-rizqu yatlubna. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtukufu wa daraja kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hapana budi kurejesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwa uchache, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Si kwa ujanja wetu, bali ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi wachache ambao Allah ametufikirisha na akatutia ilhamu kwamba leo ni yaumul jumaa na kuna wajibu wa kwenda msikitini kwa ajili ya kuswali salatu jumaa. Hii ni mafadhila kubwa na ni mapenzi makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kuna wenzetu wangapi ambao mpaka muda huu inawezekana bado wapo nyumbani, bado wapo katika vijiwe vyao na bado wapo katika shughuli kwao, ingawa ya Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Hata uwe na shughuli gani, siku ya Ijumaa ukisikia mnadi unalingania kuendea katika swala, basi uache hilo na uende kuiendea swala. Lakini ni wangapi bado wapo katika mashughuli zao, ambao wapo katika shughuli zao huko, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hilo ameshilisema fursa ya kuona kwamba ni siku ya Ijumaa, basi niweze kwenda msikitini kuweza kusali swala ya Ijumaa. Hii ni shukurani kubwa na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwa uchache kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, usikum ibadallah awwala bitaqwallahi wa ta'atihi wa luzumi. Baada ya kusema hayo, naichukua nafsi, naichukua fursa ile ya kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni ninyi ndugu zangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujilazimisha na swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kabla sijaingia katika maudhui ya leo, na maudhui yangu ya leo ni fi fadilati sabri wa luzumi, ni katika ubora wa subira katika maisha yetu ya duniani na kujilazimisha na swala la subira. Lakini niwakumbusheni
kwamba leo nina imani ni tarehe 19 kama siku mwezi wa 12 ambao ni katika mwisho wa mwaka. Kama ilivyokuwa tarehe nyinginezo, tarehe yetu ya Uislamu leo tuko katika mwezi wa 12. Zimebaki siku kadhaa tu kwa kukamilisha mwezi. Mfungo 4 ni mwezi wa kwanza. Sasa jihesabu wewe mwenyewe, hasibu anfusakum kabla an tuhasab. Jihesabu, Allah subhanahu wa ta'ala bazihesabuni nafsi zenu kabla hamjafikia katika siku ya hisabu. Mwaka unaisha, yapi matendo uliyoyafanya ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ujitolee tathmini wewe mwenyewe, utapata jawabu, na wala hujachelewa. Kama ulikuwa bali kuna uzembe fulani, muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni tarehe za mwisho, na wataalamu wetu wanasema al-umuru bi khawatimiha, mambo yanaangaliwa mwisho. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuwakumbusha hayo, leo tutaishi katika suratul Baqara aya nambari 155, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri sabirin. Hii ni aya iliyopo katika suratul Baqara nambari 155, na halikadhalika katika surati Zumar pia kaangalie aya nambari 10. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo. Imekuja na adatu hasri kwamba si vinginevyo, ni hivi tu, hakika ulipwa wale watu wenye kusubiri ujira wao siku ya Kiyama bighairi hisabi, bila ya hisabu yoyote. Na nikatanguliza hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema arrizqu wal ajal, riziki na muda wa kuishi. Riziki yako hii unaipata hapa duniani muda huu, na huu muda wako unaishi hapa duniani, maktubani ala lawh. Allah subhanahu wa ta'ala hivi vyote alishaviandika katika lawhil mahfudh. Anasema lau sabarna, lau tungelikuwa sisi na subra, basi lakana rizqu yatlubna, ingelikuwa riziki zinatutafuta sisi, sio sisi tukaitafuta riziki. Riziki ingetafuta sisi, singepelekea leo mtu akaona hali yake ni ngumu, basi akafanya hata yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akisikia kule kuna mzee anatoa mapesa kwa hali yoyote ya kuweza kutoa kafara, mama, mtoto na nini, yuko tayari akaweze kufanya hivyo ili hapa duniani aweze kuitwa mheshimiwa. Lakini kwa sababu tunaacha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ya riziki na mida yetu ya kuishi Allah subhanahu wa ta'ala ameshayaandika katika lawhil mahfudh. Lau sabarna, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia lau tungelikuwa sisi na subra, la kana rizqu yatlubna, ingekuwa riziki inatutafuta. Sasa hii ndiyo imenipelekea kuona nizungumzie fi fadilatu sabri wa luzumi. Ndugu zangu katika imani, tujilazimishe na subira, na hii subira ndiyo jambo adhimu kabisa, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema as-sabru diya'un, subira ni mwanga katika majambo yetu yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala nabluwannakum, wallahi tutawatihanini kwa lazima, tutawajaribu kwa lazima enyi watu, bishaiin, tena kwa vitu mbalimbali kabisa, min al-khawf, kwanza watu kuwa na hofu, anaogopa labda sadaka, mimi nikitoa sadaka siku zote naweza nikafanya hivi kwa sababu siku zote hili, lakini Mtume kashasema wala nakasa sadaka min mali, sadaka haipunguzi katika mali kutoa sadaka. Watu kuwa na hofu, kuogopa kiumbe kuliko kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waljui, na watu kuwa na hali ngumu za kimaisha, njaa. Wa naqsim min al-amwal, na mapungufu katika mali, upungufu wa mali ya uchumi. Wal anfus, na nafsi kuweza kuondoka ghafla, watu vifo vya ghafla. Wathamarat, kuleta mitihani katika matunda, kukawa ni ukame, matunda fulani hayapatikani. Lakini wabashiri sabirin, yote haya yakiwatokea, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia wasabiri shabi, wabashiri as-sabirin, wape bishara njema
wape watu wawe na subira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ameshakiweka. Suratul Baqara. Suratul Zumar anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa siku ya kiyama watu wenye na sifa ya kusubiri ujira wao bila ya hisabu. Kwa Islam, subira ni jambo adhimu, na subira ni jambo ambalo linatakikana kwa kila mtu hapa duniani. Tuangalie wanachuoni wetu walivyosema subira na inavyotakikana kwa kila mtu ajilazimishe na subira. Anasema fasabru matlubu min alibadi talaban jazima, subira ni jambo lenye kutakikana kwa mja, tena kukatikana kwa wazi wazi, kwa kukata tu, lazima ujilazimishe na subira. Tena wahwa wataalamu wanasema na hiyo subira min sifati alkiram, ni katika sifa ya utukufu. Mtu kuwa na subira ni katika sifa ya utukufu. Tena ulul albab, katika watu wenye na akili ya kufikiria mambo, kuwa na subira. Alladhina yadbatuna anfusahum inda shadaid alghadab walkarb, wale ambao wanazidhibiti nafsi zao wakati wa kupatwa na hasira na kuwa na shida. Patwa na hasira ukawa una shida, mitihani, basi wewe sema na nafsi yako, ujilazimishe kuwa na subira. Wa shahawati nafsiyya, na kutokana na matamanio ya kinafsi ujilazimishe na subira. Wa yafaluna alkhairat, vyovyote itakavyokuwa ujilazimishe kufanya kheri. Wa yusari'una ilaiha bilghuduwi wal asal, tena uyakimilie katika mambo ya kheri asubuhi na jioni, usiwe una muda wa kupoteza. Lakini yote haya yanajengeka. Wasallam alijiwa na bwana mmoja wakati wa uhai wake, akamwambia kwamba ya Rasulullah, naomba uniombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yangu magumu Allah alifungulie niwe na mambo mazuri. Mtume akamwambia, bwana, tosheka ulichokuwa nacho, unachokipata tosheka nacho. Yule bwana akarudi, lakini hali ya kuwa kwamba hakuyaridhia yale majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakaa hali akaiona bado ni ngumu, akarudi tena kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, nimekuja mimi nilikuambia kwamba niombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali yangu ngumu. Mtume akamwambia vile vile, bwana, subiri, wewe nenda, tosheka ulichokipata, unachokipata tosheka nacho, wewe muombe Allah tu, hivyo hivyo utatosheka. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye kashamjua huyu, kama Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia ndio habari yake imekwisha. Akakaa akaenda mara ya tatu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ni mwanadamu na yeye pia, akamwambia, ya Rasulullah, kila ninavyostahamili lakini hali bado ni ngumu. Ya Rasulullah, nakuomba onyesha mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaona sawa, kila nilivyomwambia kaja mara tatu. Mtume akanyosha mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Allah, mja wako anahiji. Allah akaitika jawabu dua la Allah subhanahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam halina jambo lolote kwa Mwenyezi Mungu. Yule bwana akaanza mambo kufunguliwa. Kama vile unavyoona tu, Allah akitaka kukupa ni mara moja. Biashara ndogo, uza ndimu tu, uza nini, sikrimu, unaona mambo yanakuwa mazuri, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia yule bwana, ikawa hali ni nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya za kutaka kutoa zaka, wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu sala wa yu'tu zaka ila akhir al-ayat. Kuja hii amri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu kukosa subira, akatuma wajumbe, nendeni kwa bwana fulani, mambo yake yashanyooka, mwambieni kuna amri ya kutoa, atoe zaka. Na kama kawaida ya wanadamu, kwa sababu tunafanya mambo alafu huwa tunasahau, yule bwana kupelelewa ujumbe tu kwamba tayari anasema ndio ndivyo yenyewe bwana. Mkishamuona mtu kidogo tu mambo hivi, kila kitu nakuja tena kutaka kutoa, hali ya kuwa kasahau kwamba alienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara tatu. Na Mtume hakuchoka, jawabu alipoletewa yule bwana akasema hivi, sawa, atulia, akatuma tena ujumbe mara pili, jawabu likaja lile lile.
Likaja akatuma ujumbe mara 3, jawabu likaja lile. Basi kaona huyu mtu haina haja ya kutoa zaka. Mtume akaishi na mpaka muda wake ukaisha, akaondoka katika dunia. Baada ya ukhalifa wa Saidina Abu Bakar, ndio yule bwana anakumbuka shuka hali ya kuwa kumekucha, anaenda kwa Saidina Abu Bakar, mimi nitaka kutoa zaka. Saidina Abu Bakar alimjibu yule bwana, siwezi kupokea zaka iliyokataliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, katika majambo yote jilazimishe kuwa na subira, wala kupata kwako usione ni ujanja wako, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndio ilivyo siku zote mwanadamu, ikiwa hapa hali yake iko ngumu, ikishakuwa basi anaanza kubadilika. Mwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ajaban li amri almu'min, ajabu ya mtu mu'min, inna amrahu kullahu khair, mambo yake yote huyu ni kheri. Idha asabahu sarrau shakara wa in asabahu dharrau sabara. Subira ilivyokuwa mwanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ajabu ya mtu mu'min, huyu mambo yake yote ni kheri. Ikimpata yeye furaha, anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na akimpata yeye madhara, basi yeye anasubiri, anafanya subira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi, hakika si vinginevyo watalipa watu wenye kusubiri ujira wao siku ya kiyama bila ya hisabu, kwamba ni janna. Hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik. Anas anasema radhiallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin yabki ala inda al-qabr, alipita Mtume kwa bibi mmoja katika makaburi, akamkuta yule mama analia kwa sababu alifiwa na mwanawe. Fakala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbiri, muogope Allah wewe mama, kuwa na subira. Sikiliza huyu mwanamke jibu alilomjibu Mtume. Fakala, akasema yule mama, ilaiki anni, achana na mimi. Sema wale wa vijana, ilaika anni, achana na mimi. Fa innaka lam tusib bi musibati, wewe hujapata na matatizo kama yaliyonipata mimi. Walam taarifu, lakini hakumjua kwamba alimjibu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakila laha, ukasemwa kuambiwa huyu mama, innahu nabiyyu, huyo ndo mjibu hivyo, lakini wajua ni mtume. Mama akajilaumu sana. Faatat baba nabii sallallahu alaihi wasallam, akaenda katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akagonga. Baada ya kuitikiwa, mama akasema, fakalat lam aarifuka ya Rasulullah, mimi sikukujua kwamba ni wewe Mtume, sikukujua kwamba ni wewe. Sikiliza jawabu la Mtume, turudi katika subra. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mtume alimjibu yule mama, fakala, akasema Mtume, innama sabru inda sadamatil ula, hakika subira ni katika ule muda wa kwanza ukipatwa na jambo, jilazimishe na subira. Leo hata ulie kama kashazikwa haisaidii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu anapofiwa na mtoto ama na mpenzi wake na nani wake, analeta malaika kumwangalia, je, mja wangu anasema nini? Lakini mja akimkuta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anawaambia malaika, mjengeni mji peponi. Lakini akimkuta mimi nimeumbuka, mimi nimefanya hivi, nitaishije, huyu mtu huyu ni katika moto. Sasa asabru inda sadamatil ula, subira ni katika ule muda kwanza. Ndugu zangu katika imani, tulazimisheni na subira, na subira ni kitu adhimu, na subira ndiyo mwanga wa maisha yote. Yoyote atakayokupata wewe, jilazimishe na subira. Na katika hadithi nyingine iliyopokewa na Anas vile vile, Anas anasema radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi'abdihi khaira, pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mja wake kheri, ajala lahu al-uquba fi dunya, umjalia matatizo katika hii dunia.
yani kumletea haraka mitihani mbalimbali, kila mtihani unaopata. Yani mja Allah subhanahu wa ta'ala hajakuwa akili ya kawaida haiwezi kukubali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akimtakia mja wake kheri, basi adala lahu al-uquba, matatizo hapa duniani. Wa idha arada bi abdihi sharra, na pindi anapomtakia mja wake shari, amsaka anhu bi dhanbihi, anamzuilia matatizo hapa duniani, hata yuwafa bihi yaum al-qiyama, mpaka ajiambike siku ya Kiyama. Sasa usifurahie kule kuona kwamba mimi nina mwaka wa 10, sijui nina mwaka wa 12, hata omba ya malaria sijapata. Siku zote niko vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiwa hivi kwamba huyu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamtakii mema. Wa idha arada bi abdihi sharran amsaka anhu bi dhanbihi hata yuwafa bihi yaum al-qiyama, mpaka ajiamlipe siku ya Kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, inna adhmul jazai ma'adhmul balaa, hakika ukubwa wa malipo uko pamoja na ukubwa wa matatizo. Yale matatizo yako yaliyokupata na ukasubiri, ujue Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo atakulipa malipo makubwa kabisa. Wa inna Allah ta'ala, na hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, idha ahabba, katika hiyo hadithi, idha ahabba qaumun ibtalahu, Allah subhanahu wa ta'ala akiwapenda watu basi anawaletea majaribu, anawaletea mitihani ili aweze kuwajua waja wangu hawa wana subira kiasi gani. Faman radhiya falahu ridha, wakiridhia Allah subhanahu wa ta'ala naye anaridhia. Waja wangu nimewatahidi na wao wameridhia. Wala nabluwannakum bishay'in hatta na'lama almujahidina minkum, wala nabluwanna hatta na'lama almujahidina minkum. Aya ipo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawajaribuni kwa lazima mpaka awajue wale wenye kupigana jihadi na wale watu wenye kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala sema, idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya lahu falahu ridha wa man sakata lahu falahu sitr. Wakichukia na Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ataweka hasira zake pale. Allah Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wenye kusubiri, kwa sababu Allah kashatuahidi, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala awatalipa watu wenye kusubiri ujira wao bila ya hisabu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadul muhtadun, fa idha qira al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashiris sabirin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ثانيا وإياي بتقوى الله وطاعته ولزومه. Ndugu zangu katika imani, bado nawahusieni kwa mara ya pili wasia ule uliokuwa bora, nao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujilazimisha na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hutuba yetu ya kwanza, anwani yetu ni fi fadilatu sabri wa luzumi, kujilazimisha na subira katika maisha yetu, tuwe ndiyo maisha yetu, tujilazimishe na subira. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara pia aya nambari 153 anasema, ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia kwamba hivyo tujilazimishe na subira, tujilazimishe na ibada, kwamba yeye yuko pamoja na watu wenye kusubiri. Muhammad aya nambari 31 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala nabluwannakum, wallahi tutawatieni mtihani kwa lazima, hata na'lama almujahidina, mpaka tuwajue wale wenye kupigana jihadi miongoni mwenu, wasabiri, na watu wenye kusubiri. Na jihadi kubwa hapa Fasiri wamesema ni jihadi ya nafsi. Kama utapigana jihadi na nafsi ikaongoka nafsi, hii jihadi nyingine zote ni rahisi, lakini jihadi ya nafsi ndiyo ngumu. Na nafsi zimegawanyika katika aina tatu.
kuna nafsu lawama na nafsu mutmainna na nafsu amaratu bisu. Mwenyezi Mungu atujalie katika nafsu mutmainna inshallah. Wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina, tujue haya tuliyokuwa nayo, mitihani tuliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametujaribu mpaka awajue ni wapi wenye kupigana jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wenye kusubiri. Hadithi iliyopokewa na Ata ibn Rabaha, anasema Ata qala li Ibn Abbas, alisema kuniambia mimi Ibn Abbas, ala urika mra'atan min ahli aljanna, Ata, nisikuonyeshe wewe mwanamama wa peponi? Ata akasema fakultu bala ya Ibn Abbas, nikasema kwa nini Ibn Abbas, nionyeshe huyu mtu wa peponi ni yupi? Akasema hadhihi imra'atu sauda, yule mwanamke mweusi unayemuona yule, atati nabii sallallahu alaihi wasallam, alijia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema yule mama kumwambia mtume, inni asra wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li. Ya Rasulullah, mimi nimekuja na matatizo ya maradhi, ninadondoka kifafa, na alafu sikudondoka tu, nikidondoka nguo zinaparaganyika, ninakuwa niko aura. Unataka nini mama? Akasema qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule mama, kwa maana naomba kwamba uniombee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hii hali niondoke. Sikiliza jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo utarudi kule, inama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mtume akamwambia yule mama, in shi'ta sabati wala kiljanna, ukitaka mama wewe subiri ukaingie peponi, lakini wa in shi'ta da'awtu Allah ta'ala aliwafika, lakini ukitaka mtamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuponya, akuondolee hilo tatizo. Hebu chukulia, ingelikuwa ni wewe. Mtume alimpa option hizi mbili. Ukitaka wewe mama subiri uendelee na maradhi yako na ukaingie peponi inshallah. Ama ukitaka ni muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee haya maradhi ya kudondoka na nguo zinazoparaganyika. Fakala, akasema yule mwanamama baada ya kuambiwa kama subiri na ukaingie peponi, akasema asbir, mimi nitasubiri. Lakini fakala akasema inni atakashaf, ad'u Allah an la atakashaf, lakini sasa basi nitasubiri nidondoke, lakini nikidondoka hizi nguo ziparaganyike, zibaki vile vile kwamba niwe nimesiri. Fada'a Allah, akamwomba dua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hiyo anadondoka na mtani wake, lakini kwamba nguo haziondoki kawa anapata aibu, kwa kufanya kusubiri malipo ya pepo. Inama yuwaffa sabiruna ajrahu bighairi hisab. Ndugu zangu, swala la subira ni swala adhim na ni swala kubwa. Tujitahidini na subira, ila ni mtihani mkubwa kabisa. Kujilazimisha na subira mpaka ukaingia ndani ya subira ni jambo zito kabisa. Tumaliza hadithi ya mwisho kutokana na wakati, hadithi iliyopokewa na Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisha shadidu bisara, haikuwa kwamba mtu ujasiri ama ukali ni kwa kule kupigana ngumi, kupigana meleka. Hapa inama shadidu alladhi yamliku nafsa, hakika mtu ujasiri ule ukali ni ule ambaye anaimiliki nafsi yake inda al-ghadab, zama za kukasirika na ukaizuia ikatulia. Inama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa watu wenye kusubiri ujira wao bila ya hisabu. Na hata katika hadithi ya mwisho hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tusiombe mauti kutokana na matatizo na mabalaa tuliyokuwa nayo kabisa, tusiombe, tuwe na subira. Na akasema hadithi pia iliyopokewa na Anas, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema la yatamayanna ahadukum almaut lidhurrin asaba, asiyatamani, asiyaombe mmoja wenu kwa lazima kwa mauti kwa sababu ya madhara ama uchungu uliompata ama matatizo yaliyompata, asiombe.
fa in kana la budda fa'ila, ikiwa hakuna budi, maradhi yamekuegemea sasa, ikiwa hakuna budi, matatizo yaliokuwa nayo ni mazito, basi aseme Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan. Mwenyezi Mungu, nipe uhai mimi ikiwa uhai ni bora kwangu. Useme hivi. Ama ni kuomba moto, basi Mwenyezi Mungu nifishe ikiwa kufa ni heri kwangu mimi. Lakini mtu asitamani moja, kila atakalopata ilazimishe na subira, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakulipa kwa subira, kama alivyosema as-sabru diya'u, subira ni mwanga. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha